Habarini za saizi ndugu zangu, niko hapa mbele yenu, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo ningependa niendelee kuwapa elimu ya pete. Ni pete gani ambayo unaweza kumilikishwa katika tawala za majini, ambayo pete hiyo unapomilikishwa kutoka tawala za majini ukawa nayo wewe, ni nini ni pete hiyo itakufanyia nini? Pete hiyo itakutoa sehemu nyingine uliopo na kukupeleka sehemu nyingine pasipo kumiliki jini. Sijui mnanielewa vizuri. Au watu wengine hupenda kuita pete za bahati. Pete za bahati ziko tofauti tofauti. Pete za bahati ziko katika utawala tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanahitaji pete ya bahati, lakini pete hiyo ya bahati anahitaji kwa ajili ya kuweza kumletea pesa, au anahitaji pete hiyo kwa ajili ya kumsababisha awe maarufu. Unahitaji kuwa na pete hiyo kwa ajili ya wewe kujulikana kibiashara. Unahitaji kuwa na pete hiyo ili kuwa mfanyabiashara mkubwa, kushirikiana na watu wa mataifa mbalimbali. Sasa pete hile inakusababisha wewe nyota yako kuwa kubwa, kusababisha nyota yako kuwa na utawala, kusababisha nyota yako kuwa ina nguvu, ina maana ina ushawishi. Ina maana unapozungumza na mtu kibiashara, moja kwa moja wewe ndio anakuwa anakusikiliza, kwa sababu kuna kitu ambacho kinamvuta kwako, na ndiyo maana tunasema unakuwa na pete ya bahati. Na asili ya pete hiyo inakuwa imekaa katika umbile lake la kito cha bluu bahari. Hizi ni tawala za majini, wapenzi watazamaji. Mtambue napozungumzia hapa, nazungumzia katika tawala za majini. Nazungumzia katika tawala za majini. Kwa hiyo unapokuwa na pete hii ya kito ya bluu bahari, pete hii asili yake unapewa na utawala wa jini anaitwa Marikia. Marikia huyu anaitwa ni Marikia uzao wa mfalme Selemani bin Daudi, lakini majini hawa wanakuwa ni wa kike. Kwa hiyo unapopewa pete hii ya Marikia huyu katika uzao wa mfalme Selemani bin Daudi, lakini asili ya jini huyu anakuwa ni Marikia. Kwa hiyo sasa, ili uweze kupewa pete hiyo na Marikia huyo, inakuwa asili yake imekaa katika namna hii. Inakuwa ni kito cha bluu bahari, imekaa katika muonekano wa Tanzanite, lakini inatoka katika milki za majini. Asili ya pete hiyo, mpenzi mtazamaji, unaweza kuwa kama ni msanii, kama ni mfanyabiashara, kama ni mtu ambaye unahitaji kuwa maarufu, pete hiyo itakusababisha kujulikana nchi za nje, mataifa mbalimbali, tunasema dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu kuna nguvu ya ziada ambaye nguvu hiyo inakuwa ni ya majini. Na mtambue majini wao wana nguvu ya kumiliki na kutawala dunia, na ndiyo maana unapopewa pete yao lazima uwe ni mwenye kutawala dunia. Kwa hiyo ile pete inavuta watu, inakusababisha wewe ujulikane, inakusababisha wewe uonekane. Asili ya pete ya namna hii inakusababisha wewe uwe ni mwenye kupendwa sana na watu. Unakuwa ni mtu mwenye kukubalika, ni mtu mwenye kuheshimika. Sehemu yoyote unapoingia, basi watu wanatetemeka kukuona, wanatamani wakuone, wanatamani wafanye biashara na wewe, wanatamani wakusikilize, wanatamani kuona kile unachokifanya. Unakuwa ni mtu kuwa mwenye mvuto zaidi. Kama mnavyoona, kama kuna wasanii wakubwa, kuna wafanyabiashara wakubwa, kuna waimbaji wakubwa, kuna waigizaji wakubwa, kwa sababu wametaka kuwa na nguvu na wao waweze kujulikana. Kwa hiyo asili unavyoweza kushirikiana na viumbe hawa, ni lazima uwe na nguvu, kwa sababu utapewa kitu kama hichi pete, ambacho kitasababisha wewe mawasiliano. Pete ni mawasiliano baina ya wewe na yule kiumbe. Na mtambue viumbe hawa ni wazuri, viumbe hawa ni waheri, na viumbe hawa hawawezi kukuomba kafara ya binadamu. Jamani, naombeni mnielewe. Hawawezi kukuomba kafara ya binadamu, na ndiyo maana unapokabidhiwa pete hii ukavarishwa wewe, pete hii moja kwa moja utatakiwa kuitolea kafara ya kondoo wanne. Na ile kondoo wanne ambapo unakuwa wanachinjwa kwa ajili ya pete hii kuiweka ndani ya ile damu,
kwa ajili ya kuitwaharisha au kwa ajili ya kuifungua au kwa ajili ya kuikaribisha, kwa sababu nguvu ya pete hii unapoipewa wewe pasipo kuifanyia kuitwaharisha tunaita katika namna moja ama nyingine, au kuifungua au kwa jina lingine kuipoza, itakuwa ina nguvu ambayo wewe unakuwa huwezi kuhimili, kwa sababu anayekuwa naimiliki ni kiumbe mkubwa ambaye yuko tofauti na wewe. Kwa hiyo inapopozwa, basi moja kwa moja unaweza kuitumia na isikuletee shida yoyote, na kwa sababu imeshakuwa imeunganishwa nyota yako wewe na nyota yako na nguvu ya pete hii inakuwa pamoja, na ndio maana nyota yako inakuwa na nguvu, utawala wako unakuwa ni mkubwa, kunakuwa hakuna mtu ambaye anaweza kukugusa. Lakini pete hiyo pia unaweza ukazungumza chochote ambacho wewe unakihitaji kupitia pete hiyo, basi ikaweza kukufanikishia. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba yangu 0712 94 44 34. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Jamani, karibuni na wapenda sana. Tambueni pete hizi hazitengenezwi kwa sonala wala haziuzwi. Pete hizi zinatoka katika milki na utawala wa majini. Na anayeweza kukupa pete hii ni lazima awe anaweza kushika miko na kukaa katika utawala wa majini na kufata utaratibu na kukaa katika utaratibu wao, basi mganga huyo anaweza akakupa pete hiyo ya jini, ambaye jini mwenyewe ndio anakuja anakukabidhi. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Karibuni, asanteni na wapenda sana. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Ni mimi mama yenu, naitwa Dr. Mama Kavumo, naendelea kuwapa elimu ya vitu vingi ili na nyinyi muweze kutoa elimu kwa watu wengine. Karibuni, asanteni na wapenda sana.